Tunapozungumzia maadili ya utumishi wa umma, maana yake wimbo unaimbwa kila siku. Viongozi hawana maadili, viongozi hawasimamii. Nani anawasimamia maadili ya viongozi wetu wa umma? Hivi tunapozungumzia maadili ya watumishi wa umma, kwanza ni kitu gani? Maadili yanahusu tabia na mwenendo wa mtu katika jamii au katika utekelezaji wa majukumu yake katika taasisi za umma. Sasa kwa viongozi wa umma yako maadili ambayo yameainishwa kwenye sheria ya maadili ya viongozi wa umma namba 13 ya mwaka 1995. Kwenye kifungu cha 6 pale kuna vipengele karibu 11 vya maadili ambayo mtumishi akiteuliwa kuwa kiongozi basi anatakiwa ayazingatie. Hiyo misingi ya maadili ambayo msingi mkuu ni uadilifu, kuna uwajibikaji, kuheshimu sheria, kufanya maamuzi kwa kuzingatia sheria, kanuni, taratibu na kwa maslahi ya umma, kuepuka mgongano wa maslahi, kutokuwa na upendeleo, kutotumia madaraka kwa ajili ya maslahi binafsi. Kwa hiyo ndo baadhi ya misingi ya maadili ambayo imeainishwa kwenye sheria ya maadili ya viongozi wa umma. Sawa. Na sasa tunapozungumzia labda udhibiti wa migogoro na maslahi ya mustakabali wa maendeleo ya ustawi wa taifa kwa viongozi wa umma, tunakuwa tunamaanisha nini? Nimezungumzia kwenye misingi ile ya maadili. Msingi mmoja wa maadili kwa viongozi wa umma ni unaowataka kuepuka mgongano wa maslahi. Mgongano wa maslahi maana yake ni kukinzana kati ya maslahi binafsi ya kiongozi au mtumishi wa umma na utekelezaji wa majukumu yake au wajibu wake kwa umma. Sasa unakuta maslahi binafsi yale yanashawishi maamuzi ambayo kiongozi anafanya maamuzi hayo kwa upendeleo au kwa kujinufaisha yeye binafsi au kunufaisha watu walio karibu yake. Binafsi nilikuwa nataka kujua, moja kati ya kazi zenu ni udhibiti, ni chombo secretariat katika swala la maadili kwa viongozi ni udhibiti pia. Natamani kusikia kwenye swala la udhibiti mnapokea na wakati mwingine pia kutaka kujua ukengeushaji wenyewe unakuwa kwa kiasi gani. Unaweza kuzungumza chochote ambacho mnakifanya nje ya hii misingi mikuu ambayo umetaja baadhi? Secretariat ya maadili ni idara ya serikali inayojitegemea ambayo imepewa jukumu la kuchunguza tabia na mwenendo wa kiongozi yeyote wa umma kwa minajili ya kuhakikisha kwamba masharti yale ambayo nimeyataja yako kwenye sheria ya maadili ya viongozi wa umma yanazingatiwa ipasavyo. Na katika kutimiza wajibu wake huo, Secretariat ya maadili imepewa mamlaka ya kupokea matamko ya rasilimali na madeni. Nafikiri ni shughuli ambayo inajulikana sana kwa viongozi wa umma kwamba kila kiongozi anapoteuliwa au kuchaguliwa ndani ya siku 30 anatakiwa kutoa tamko la rasilimali, maslahi na madeni yake na kuliwasilisha kwa kamishna wa maadili. Na inapowasilishwa kwa kamishna wa maadili, Secretariat ya maadili inafanya uhakiki wa taarifa zile za rasilimali na madeni zilizowasilishwa na kiongozi wa umma. Lakini pia Secretariat inapokea malalamiko kutoka kwa wananchi na kuyafanyia uchunguzi wa awali malalamiko ya ukiukaji wa maadili dhidi ya viongozi wa umma. Na inapoonekana kwamba kuna hoja ambayo kiongozi anatakiwa kuitolea maelezo, basi kamishna wa maadili anaelekeza kwamba yale malalamiko yapelekwe kwenye baraza la maadili. Kuna kazi nyingine ya kutoa elimu, lakini hapa kwenye kupokea malalamiko hasa kutoka kwa wananchi wanapotuhumiwa baadhi ya viongozi waliokasimishwa katika mamlaka, mnatumia mbinu gani? Wanaosikiliza wanawezekana kama ndo mara ya kwanza wanasikia. Wananchi wanaweza kuwasilisha malalamiko kwa njia mbalimbali. Anaweza akatumia njia ya barua, akaandika malalamiko yake akayawasilisha Secretariat ya maadili, au anaweza yeye mwenyewe akafika kwenye ofisi za Secretariat ya maadili akaenda akawasilisha malalamiko yake. Au hata akapiga simu. Akipiga simu pale ofisini kuna fomu maalum ambazo afisa yule anayepokea hayo malalamiko basi anarekodi yale malalamiko, yanaingia kwenye utaratibu wa kawaida wa kushughulikia malalamiko. Lakini anaweza akatumia barua pepe akaandika malalamiko yake au taarifa akaituma Secretariat ya maadili na ikafanyiwa kazi. Na siku hizi serikalini kuna mfumo wa mrejesho
ambayo mwananchi anaweza akatumia ule mfumo akaandika malalamiko yake yakaenda kuhusiana na kiongozi yakaenda sekretarieti ya maadili yakashughulikiwa na akapewa mrejesho wa hatua iliyochukuliwa kushughulikia yale malalamiko. Na kwenye hii mrejesho hata ukiwa na simu hii ya kawaida unaweza ukatumia kutuma hizo taarifa zako za ukiukwaji wa maadili ambao utakuwa umeangalia. Sasa swali langu kwenye hapo, tukiangalia kumekuwa kuna malalamiko mengi sana dhidi ya viongozi wa umma. Inawezekana sasa, sijajua ni kwamba wananchi hawajui mahali sahihi pa kupeleka hayo malalamiko, hasa issue ya viongozi kujilimbikizia mali. Na hapo umetuambia kiongozi anaposhika nafasi ama anapokuwa kiongozi wa umma ndani ya siku 30 anapaswa kuwasilisha mali zake na madeni aliyokuwa nayo. Sasa kumekuwa na malalamiko mengi sana kuhusu viongozi wa umma. Labda kwanza tukitaka kujua ni viongozi wapi ambao nyinyi mnawasimamia na kuhakikisha kwamba wanawasilisha hizo mali kwenu na madeni kwenu. Lakini pili, mnadhani kwa nini wananchi wanakuwa wanalalamika sana huku mtaani na mpaka inaibua hasira wakati mwingine kwa wananchi kuhusiana na viongozi kujilimbikizia mali? Je, ni kwamba hawana taarifa sahihi ama elimu haijawafikia? Yote mawili inawezekana yakawa ni sababu, na tunafanya jitihada za kuhakikisha kwamba wananchi wanapata hiyo elimu ili wajue kwamba inapotokea malalamiko ya namna hiyo basi waweze kutumia hizo njia ambazo nimezieleza ili waweze kuwasilisha malalamiko yao, na malalamiko hayo yatafanywa kazi na wao watapewa mrejesho. Lakini sababu nyingine ni hofu. Wakati mwingine wananchi wana hofu kwamba anaweza akawasilisha lalamiko alafu akageukwa utambulisho wake ukajulikana kwamba yeye ndo aliwasilisha lile lalamiko. Kwa hiyo wengine wanaamua kunyamaza kimya. Sasa huwa tunawaondoa hofu, tunawahakikishia kwamba wakiwasilisha malalamiko yao utambulisho wao sisi tuna uhifadhi, unakuwa ni siri. Na sheria pia inaruhusu kama mwananchi ana wasiwasi kwamba anaweza akajulikana na yule ambaye amemlalamikia, basi anaruhusiwa kuwasilisha lalamiko lake bila kuonyesha jina wala anwani au mahali anapoishi, na lalamiko lake litashughulikiwa vizuri na hatua zitachukuliwa. Ambacho atakikosa ni kupata mrejesho kwa sababu atakuwa hakuonyesha jina na anwani yake. Na mimi nilitaka kurudi nyuma kidogo. Kuna swali moja hajajibu. Yaani ni viongozi gani? Manake viongozi wa umma ngazi zipi? Inawezekana wananchi hawajui. Inawezekana labda wananchi wana malalamiko ya mbunge wao huko, ya waziri, ya mkuu wa mkoa, ya mkuu wa wilaya, ya diwani. Lakini hawajui labda kama nyinyi secretariat, nyinyi ndio kumbe ndio mnapokea kama kumbuku kuna kiongozi aliingia hana kitu. Ghafla tu tunaona kajenga ka promotion majumba from nowhere. Hatujui, umeshaelewa? Lakini hana pa kusema, ndio hilo nasikia viongozi wazi hawana pa kusema. Viongozi gani ambao nyinyi mnaona? Viongozi wa umma wanaanzia kwa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, makamu wa rais, Mheshimiwa Waziri Mkuu, waheshimiwa mawaziri, manaibu waziri, wote. Kwenye muhimili wa bunge, Mheshimiwa Spika, naibu Spika na wabunge wote ni viongozi wa umma. Kwa muhimili wa mahakama kuanzia kwa jaji mkuu, waheshimiwa majaji wote, mahakimu mpaka mahakimu wa mahakama za mwanzo. Sasa huku kwenye muhimili wa serikali, viongozi wale wakuu wa taasisi, wakuu wa idara, wakurugenzi wale wakurugenzi wasaidizi, makamishna wasaidizi, wote hao ni viongozi wa umma kwa mujibu wa sheria ya maadili ya viongozi wa umma. Wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa sio? Wakuu wa mikoa wote ni viongozi. Wakuu wa wilaya, waheshimiwa madiwani kwenye halmashauri, wale wakurugenzi wa halmashauri wote hao ni viongozi wa umma. Ulikuwa na swali jingine, mimi nilikuwa nataka hapa, kuna moja kati ya kazi nataka atupe taswira kidogo. Moja kati ya kazi yenu ni kufanya tafiti, kuchunguza swala la uadilifu pia. Unaweza ukatupa picha kiasi, mnakutana na vikwazo gani au la kuna namna yote kada moja kati hizo ambazo umetaja ndo zimekuwa kiasi ziko nyuma zaidi au zinakengeusha swala la uadilifu kwenye malalamiko mengi yanayopokelewa ni hasa kutoka kwenye halmashauri.
Kwa ngazi ya halmashauri Tanzania. Halmashauri ndio malalamiko mengi yanatoka, kwa sababu halmashauri unajua ndio wako karibu zaidi na wananchi kuliko huku kwenye serikali kuu. Kukutana na wananchi huko serikali kuu inakuwa mara moja sana, labda mwananchi awe amekwama huko ndio utamkutana, lakini kule kwenye halmashauri wanakutana sana na wananchi, na ndio malalamiko mengi yanakuja kutoka kwenye halmashauri. Kwa hiyo uadilifu umeonekana kiasi huko unayumba ukilinganisha na sehemu zingine za umma. Wakati mwingine kuna baadhi unajua watumishi hawahudumii vizuri wananchi, kwa hiyo wanasababisha hayo malalamiko. Nilisikia kwamba sheria umesema ya utumishi na maadili ya viongozi wa umma ilianzishwa mwaka 95 ama 96? 95. Ndio. Sasa kuna baadhi ya watu ambao ni rahisi kuwaza ama kujiuliza kwamba kabla ya miaka ya nyuma, tunaongelea kipindi cha labda serikali ya kwanza huko, labda serikali ya pili, kuna hisia kwamba wengine nasema kwamba labda ndio kipindi ambacho labda viongozi labda walikuwa na maadili labda mazuri zaidi kuliko miaka labda iliyokuja kufuata baadaye, kizazi chetu sasa hiki cha baadaye. Pengine ilitegemea kwamba baada ya kuanzisha hiyo sheria yenu labda ndio maadili labda angekuwa ni mazuri zaidi. Wewe kwa upimaji wako unavyoona maadili ya viongozi wa umma yamekuwa mazuri na yameimprove kuanzia mwaka 95 baada ya kuweka sheria ya viongozi wa maadili ya umma, ama ndio yamerudi nyuma ukilinganisha na miaka ya kabla ya kuwa na hiyo sheria, kabla ya 95? Kabla ya mwaka 95 viongozi na watumishi walikuwa hawaruhusiwi kufanya baadhi ya shughuli. Tulizungumzia issue ya mgongano wa maslahi. Unajua maslahi binafsi ndio yanaletaga matatizo kwenye uadilifu wa viongozi na watumishi. Sasa huko nyuma kulikuwa kuna makatazo ya viongozi kufanya kwamba wewe ukiwa kiongozi, ukiwa mtumishi, ndio uruhusiwi kufanya shughuli za kibiashara, uruhusiwi kuwa na hisa kwenye makampuni, uruhusiwi kuwa na nyumba ya kupangisha. Kulikuwa kuna hayo makatazo, na kama makatazo maana yake hata kile chombo kilichokuwa kimewekwa wakati ule kufuatilia ni rahisi, kwa sababu ukimwona mtu kafanya kinyume ni rahisi kubaini na kumchukulia. Ndio. Lakini baada ya mwaka 95 ni kwamba viongozi wanaruhusiwa kufanya shughuli za biashara za kuwaingizia kipato. Sasa hapo ndio kidogo kunakuwa na changamoto. Lakini kama ingekuwa inazuiliwa, manake Secretariat ya Maadili ukimwona tu kiongozi amefanya kitu ambacho kimezuiliwa, basi ni rahisi kutafuta ushahidi na kuchukua hatua inavyopasa. Kwa hiyo unadhani viongozi kuruhusiwa kufanya biashara na shughuli za uwekezaji binafsi zimesababisha mmomonyoko wa maadili ya viongozi? Kwa sababu unakuta matukio mengi ya mgongano wa maslahi yanajitokeza, yanasababisha sasa yale maslahi binafsi yanaingilia. Lakini sasa si mge improve hiyo sheria, labda mkabana baadhi ya maeneo kwamba ukifanya biashara zako lakini labda usizifanye moja kwa moja, watumie wawakilishi wako, si pengine mngefanya marekebisho ya sheria? Ndio, sheria imezingatia hayo yote. Ndio, sasa kuna mengine labda katika kufanya hivyo yanaonekana bado hayajawa changamoto sana, lakini baadaye ikija kuonekana changamoto, sheria inarekebishwa. Kwa mfano zamani ilikuwa inaruhusiwa mtendaji mkuu wa taasisi alikuwa anaruhusiwa kufanya biashara na taasisi anayoisimamia. Lakini baadaye ikaja ikaonekana changamoto, sasa hivi sheria inazuia mtendaji mkuu wa taasisi. Kwa mfano labda mimi labda naongeza labda shirika la umma labda NSSF, natolea tu mfano, nikiwa mkurugenzi wa hilo shirika siruhusiwi mimi biashara zangu kufanya biashara na hilo shirika, kwa mfano na NSSF kwa mfano. Kitu kingine mimi nataka nimsikie, sijui mara ngapi wamefanya, kwa sababu wana ruhusa pia kukagua hata account za wanaotuhumiwa baada ya kufanya uchunguzi. Hili likoje? Sasa sheria inaruhusu, lakini sasa ili uweze kwenda kukagua akaunti za mtuhumiwa au mshukiwa, unajua kwa mambo ya benki taarifa za fedha za mtu ni siri. Kwa hiyo ni lazima ufuate utaratibu wa kisheria ili uweze. Kwa hiyo Secretariat ya Maadili ikitaka kukagua akaunti ya benki ya kiongozi lazima iende kuomba kibali mahakamani. Unaenda kwa hakimu pale, unamueleza kwamba mimi nataka kukagua akaunti ya kiongozi fulani. Yule hakimu ndo anatoa sasa kibali kile cha kukuruhusu kwenda. Basi wewe mwenyewe kujua
Naam. Hapo wakati hafahamu chochote. Isije kafanyika kitu gani. Au wanakuwa wanapewa taarifa. Lazima ajue kama issue inafika mahakamani, lazima kuwa kuna mtuhumiwa na wewe ambaye unamtuhumu. Kama hakimu atataka kupata maelezo ya upande wa pili, lakini anaweza akashughulikia tu kwa maombi yale yaliyoletwa na. Yaani nimeweka kama indhari kwamba asije kahamisha pia kiwango au ile anakuja uzuri hata akihamisha kuna bank statement, kwa sababu ile benki wakishapewa kibali cha mahakama ina maana wanaweza wakasema tunaomba taarifa za mwaka mzima za account. Kwenye hilo mmefanikiwa pia. Mmeshawahi kufanya kwa ngazi yote basi baada kuainisha? Hatujawahi kufanya kwa sababu kuna taasisi nyingine ambazo sheria zao zinawaruhusu kwenda kukagua akaunti za benki. Kwa mfano polisi, TAKUKURU. Kwa hiyo huwa tunashirikiana nao kama tunahitaji taarifa, basi tunashirikiana nao ili tuweze kupata hizo. Lakini wakati mwingine tunaweza tukamwomba kiongozi mwenyewe akatuletea bank statement yake. Kuwe na wajibu kwa umma na mgongano utokee wenyewe, ndio tunasema hapa kuna mgongano wa maslahi. Sasa ziko aina 3 za mgongano wa maslahi. Kuna mgongano halisi, kuna kuonekana kwa mgongano wa maslahi au unaitwa mgongano wa maslahi wa hisia, na kuna uwezekano wa kutokea kwa mgongano wa maslahi. Kwa mfano kwenye swala la zawadi, ninaweza nikalielezea ni wakati gani inakuwa ni uwezekano wa kutokea mgongano na wakati gani inakuwa kuonekana na wakati gani inakuwa ni mgongano halisi. Ukipokea zawadi wakati huna shughuli yoyote unafanya na yule aliyekupa zawadi, lakini kuna uwezekano kwamba ukaja ukafanya naye shughuli kwenye taasisi yako, baadaye kunakuwa na uwezekano wa kutokea mgongano wa maslahi. Unadhibitisha vipi kwamba kutakuwa kuna uwezekano wa kufanya kazi pamoja? Na kama ukidhibitisha, mnafanyaje? Mnamnyang'anya hiyo zawadi au kwa lugha nyepesi hakuna kitu cha bure? Kuna mtu kwa shughuli anazofanya, ndio yani zile huduma, yani ni huduma ambazo zinahitajika labda kwenye taasisi yoyote ya umma. Kwa hiyo maana yake kuna wakati inaweza ikafika yule akahitaji kufanya shughuli au kutoa huduma kwenye taasisi ya. Ndio. Lakini wakati huo anakupa zawadi, hana mategemeo yoyote kwa wakati huo, hana matarajio yoyote ya kufanya shughuli na wewe, lakini anakupa zawadi. Kwa hiyo hapo kuna uwezekano wa kutokea mgongano wa maslahi. Akikupa zawadi wakati mko kwenye mchakato lakini hajapata labda ni zabuni, hapo tunasema mgongano wa maslahi upo, unaonekana, si ndio? Akikupa zawadi wakati labda ameshamaliza mchakato ule, umemalizika, yeye kapata akakupa zawadi, inaweza ikatafsirika kama ni rushwa, kwamba mlikubaliana kwamba akipata basi atakuja akupe chochote kitu. Nini tafsiri yake? Kwamba hawaruhusiki hata kupokea zawadi. Ndio maana swala la zawadi limewekewa utaratibu wa kushughulikiwa ili utaratibu sahihi ni upi? Kwamba mimi nimeenda Ramabini, mkurugenzi wa shirika la umma, mimi nimefanya kazi pale, nimemaliza, lakini kibinadamu tunataka kumappreciate, nataka kumwambia asante, lakini sio kwa namna ya kumtoa kwenye mstari. Utaratibu sahihi ni upi wa mimi kumwambia ndugu yangu asante? Sheria imeweka utaratibu. Unasemaje? Wa kushughulikia zawadi. Unasemaje? Kwa viongozi wa umma, ndio haruhusiwi kupokea zawadi yenye thamani inayozidi shilingi 200,000. Mwisho 200,000. Mwisho 200,000. Mwisho 200,000. Kwa hiyo kama kuna mtu mimi nimepata kazi kwenye shirika ambalo Ramabini ndo mkurugenzi, kazi hiyo ya bilioni 7, siwezi nikampa asante zaidi ya 200,000. Yani maana yake kiwango chochote cha fedha walichoweka hapo ukomo wake ni 200,000. Kwa nini utoe asante wakati ile ilikuwa ni haki yako? Sasa shukrani ipo tu. Ni shukrani tu, mimi nimeamua kumshukuru. Kwani kwenye hiyo taasisi mkurugenzi ndo anaamua kila kitu? Sasa basi asante toa kwa kila mtu ambaye alishiriki kwenye mchakato. Yani fanya kwa labda kuna wizara fulani. Wakati yeye anataka kuongea, uhalisia upo hivi. Nje ya hayo hajaamua kuzungumza ile kiundani na wanayokutana nayo. Lakini tuseme kweli kwamba kuna wengine wana mpaka 1%. Yani kwamba kazi haitoki, tenda zabuni zimetangazwa, basi kuna namna mwingine anapata 1%. Itakuwa hii zawadi ambayo tunaizungumza na ukomo wake ni 200,000. Kwenye issue ya tenda,
Nilitaka kujua pia kwenye swala la tenda, kwenye issue ya tenda kuna masokolo mageni masokolo mageni mengi sana, na vijana wenzangu watashuhudia hapo, wataniambia na watu watatuma ujumbe huko. Mfano tenda, Mheshimiwa Rais mwenyewe alisema, mfano mpaka akasema kwa sababu sasa hivi wanataka kutoa nafasi nyingi kwa vijana. Kwa hiyo hata tenda zinabidi ziangalie vile vigezo. Sasa unaweza ukakuta na wanafanya makusudi kwa sababu wanajua. Mfano unaweza ukakuta, mimi nitazungumzia tena tu mfano kama za cleaning, si ndio? Cleaning peke yake. Kwa sababu tayari wao wanakuwa kuna watu wamewatarget. Na zamani walikuwa wanatuma ile invitees. Yaani anajua mimi na watu wangu 4, katika hao watu 4 na wajua na mtu wangu mmoja tayari niko naye. Lakini sasa hivi kwa sababu walishaambiwa zile tenda waziachie ili vijana wengi wapate ajira na kuondoa huku mtaani. Kwa hiyo wanachofanya wanazitoa zile tenda kwa kila mtu anaona ile tenda. Lakini tayari wao wana target yao. Kwa hiyo wanachofanya wanaweka vile visharti vigumu ambavyo wanajua kabisa kwa hao vijana walioanza, kama umefungua kampuni mwaka mmoja miaka miwili huwezi kutoboa. Umeona Vinatajwa vifaa pale vya bei ya juu. Achana na vifaa hata mtu mwenye kampuni ya mwaka mmoja sio shida, unajua Kigumu ni nini? Lakini mtu anakwambia awe ana experience ya kufanya hizi kazi miaka 4-5. Sasa tunaweza kujiuliza, hivi rais alikuwa anaongea nesti ipi? Nesti hii tunayoijua sisi ama nesti nyingine? Tumuulize hilo swali kwamba swala la tenda nalo kwenye utoaji wa tenda hichi ya mnahusikaje ili kuwafanya viongozi wa sehemu kujua kwamba hapa kuna mgongano wa maslahi, kwa sababu wakati mwingine unaambiwa tayari mtu anapigiwa simu kabisa, anakwambia kuna tenda ile pale, kwa hivyo yani wewe ni priority wewe. Ana mtu wake anamuandaa kabisa. Sasa kwenye tenda tunafahamu kuna sheria inayoshughulikia hayo masuala ya manunuzi ya umma. Kwa hiyo wale wote wanaohusika, manake yule anayeanzisha, yule ambaye ni mtumiaji yule, yesi ndo anaanzisha ule mchakato. Unakwenda kwa watu wale kitengo kile cha ununuzi kile. Kana watumishi wa umma pia wao ndo wanachaka. Ndio wote watumishi wa umma. Sasa tunasema hao wote walioko kwenye huo mnyororo wanatakiwa wazingatie taratibu zile za kwenye sheria ile ya ununuzi. Na sheria ile ukikosea, kuna makosa pale mengine ya jinai yametengenezwa. Kwa hiyo kama umefanya makosa, manake unaweza kushtakiwa kwa kufanya. Kwa mfano sasa hivi umesema huo mfumo wa nesti. Sheria lazimisha kwamba ni lazima kila taasisi itumie ule mfumo. Sasa hivi hairuhusiwi kufanya manunuzi nje ya mfumo huo wa nesti. Ukifanya ununuzi nje ya mfumo wa nesti unashtakiwa na unaweza ukalipa faini au kufungwa jela. Kwa hiyo zimewekwa adhabu za namna hiyo. Na imefanywa hivyo ili kuongeza uwazi na uwajibikaji. Na kuondoa hiyo issue ya maslahi. Hata hiyo uliosema ya kuweka vigezo hivyo ambavyo vinamfeva mtu, ikijulikana kwamba uliweka vigezo kwa ajili ya kumpendelea mtu fulani, na lenyewe ni kosa pia. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.